Umesema wewe ni mtu wa 2 term, si ndio? Mimi ni mtu wa 1 term. Wakati wa Uhuru Kenyatta, Ruto akiwa deputy president, mafuta ilitoka 170 ikakuja 180. Ruto akasimama kwa gari akasema ya kwamba Uhuru akasema vita ya Ukraine na Russia limefanya mafuta ikapa, na Ruto akasimama kwa gari na mdomo yake akaambia Wakenya vita Ukraine na Russia inahusika wapi na bei ya mafuta. Saa hii wakati wa Uhuru Kenyatta na tulikuwa na COVID-19, mafuta yako ipande kifike 200. Saa hii diesel ni 242. Good. Petrol ni 240. Nani president? Opiyo Wandayi alisema nini? Mambo iko sawa. Sasa mimi nauliza wewe, saa hii Ruto ndio president. Kwa nini alisema makateli wako kwa Uhuru Kenyatta? Kwa nini mafuta imepanda? Wewe nyinyi tutawang'oa meno. Na siko sawa, zinakula nyasi. Na mtu asiniulize mbuzi, uniulize mbuzi za ile umenipatia pesa ya gharama ya hiyo mbuzi. Mr. Speaker, wacha tuanze na maneno ya mafuta. Hii mambo ya mafuta imeleta shida hii Kenya. Na hii maandamano Mr. Speaker, mimi nimeona vizuri sana kwa sababu niko na gari yangu na ninapitanga hii Nairobi. Hii Nairobi, mahali kuna maandamano inaanzia Roysambu kwenda Mbandei. Mr. Speaker, kumbe watu wenye wako hapa ndio wako na shida. Watu wengine wenye wako pande hii wako sawa. Walishafika Singapore kitambo Mr. Speaker. Mr. Speaker, wakati William Ruto aliingia ndani ya hii serikali, kulikuweko na ma-investors ambayo ni waporaji, makatels wa kutoka pande hii Mr. Speaker. Hii pande inakaa mlima pande hii Mr. Speaker. Wale watu wa kukula njaa hii Mr. Speaker, na hawawezi hata vita Mr. Speaker. Mawe peke yake na waangusha, hawawezi kuinua mawe. Order members. Order ina shida order. Mr. Speaker, mimi hata sitaki kuongea sawa. Watu niko na swali. Member ako sawa. Nataka kumuuliza swali moja na nijibu kama mtu amekoma. Order members. Umesema wewe ni mtu wa 2 term, si ndio? Mimi ni mtu wa 1 term. Wakati wa Uhuru Kenyatta, Ruto akiwa deputy president, mafuta ilitoka 170 ikakuja 180. Ruto akasimama kwa gari akasema ya kwamba Uhuru akasema vita ya Ukraine na Russia limefanya mafuta ikapa, na Ruto akasimama kwa gari na mdomo yake akaambia Wakenya vita Ukraine na Russia inahusika wapi na bei ya mafuta. Saa hii wakati wa Uhuru Kenyatta na tulikuwa na COVID-19, mafuta yako ipande kifike 200. Saa hii diesel ni 242. Good. Petrol ni 240. Nani president? Opiyo Wandayi alisema nini? Mambo iko sawa. Sasa mimi nauliza wewe, saa hii Ruto ndio president. Kwa nini alisema makateli wako kwa Uhuru Kenyatta? Kwa nini mafuta imepanda? Wewe nyinyi tutawang'oa meno. Asante sana Mr. Speaker. Na watu waje niwaambie ukweli. Hata wakati Yesu alikuwa hapa duniani, Mafarisayo walikuwa na mandevu tu kama hao. Na hawako wanaelewa chochote inaendelea Mr. Speaker. Kwa sababu Kibaki wakati alikuwa ndani ya serikali, mafuta ilikuwa 90 bob.
Wakati Uhuru alikuja akaingia, akasukuma mpaka 180. Ni kweli ama si kweli? Walienda maandamano. Wakati William Samoei ameingia, wacha niwaambie ukweli leo. Na wacha ukweli isemwe. Hao watu ndio walikuwa makatels na mainvestors, na ninarudia kusema. Akina Jimmy Wanjigi, Mama Ngina ndio walikuwa mainvestors kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Walikuwa wanasupport mtoto wao aendeshe serikali, na sasa wakati William Ruto aliingia walijitoa. Wakapeleka pesa pande hii ya mlima. Sasa saa hii ndio William Ruto atoe hiyo pesa kwa hao watu. Lazima apandishe mafuta kidogo na ateremushe. Sasa sikizeni. Sisi kama Wamasai tunaendanga safari mara moja kwa mwezi. Unasikia hiyo Mr. Speaker? Sasa hao watu wenye wanatembea kupanda magari ya hao watu ndio wanaumia. Na Mr. Speaker, wacha niwaambie ukweli. Panga msumeno ukata kila mahali. Wacha kunieko bwana. Mr. Speaker, William Samoei Ruto. Mr. Speaker, William Samoei Ruto hakujichagua. Ngoja kidogo nimalizie. William Samoei Ruto hakujichagua. Kuna watu